Pokeeni furaha ya utukufu wenu, mkimshukuru Mungu aliyewaita kwa ufalme wake wa mbinguni. Haleluya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, karibuni kwa Dominika hii ya pili ya Pasaka, Dominika inayojulikana kama Jumapili ya huruma ya Mungu. Kwa kweli sisi ni uzao wake, huruma yake Mwenyezi Mungu. Pasipo huruma yake Mwenyezi Mungu, sijui ningalikuwa wapi. Isingalikuwa ni huruma yake Mwenyezi Mungu, sijui wewe ungalikuwa wapi. Lakini kwa sababu ya huruma yake ametufanya sisi kuwa jinsi tulivyo, hata akamtuma mwanae wa pekee ili afe kwa ajili yetu sisi. Hivyo basi, tukitumainia huruma yake Mwenyezi Mungu, tujute dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. E Mungu wa rehema ya milele, wewe unaamsha imani ya taifa lako takatifu katika kurudia kila mwaka kwa sikukuu ya Pasaka. Tunakuomba uongeze neema uliolijalia ili wote watambue kwa uelewa sahihi dhamani kuu ya ubatizo uliowatakasa, ya Roho uliyewazaa upya na ya damu iliyowakomboa. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa mikono ya mitume zilifanyika ishara na miujiza mingi kati ya watu. Nao wote walikutana kwa nia moja katika ukumbi wa Suleimani. Miongoni mwa wengine hakuthubutu mtu kujiunga nao, lakini wote waliwasifu. Umati wa wanawake na wanaume wenye kumwamini Bwana uliongezeka zaidi na zaidi. Wakapeleka hata wagonjwa barabarani, wakawalaza juu ya vitanda na magodoro, ili Petro akipita, walau kila mmoja wao atiwe kivuli chake. Pia watu wengi wa miji ya jirani ya Yerusalemu walikutana, wakileta wagonjwa na wenye kusumbuliwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Israeli na aseme sasa, wema wake ni wa milele. Nyumba ya Haruni iseme, wema
wema wake ni wa milele. Wamchao Bwana waseme, wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jambo hili alilifanya Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. E Bwana, tunakusihi utuokoe. E Bwana, tunakusihi utufanikishe. Mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tunawabariki ninyi toka nyumba ya Bwana. Bwana ni Mungu, naye ametuangazia. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni Somo la pili. Somo katika kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane. Mimi, Yohane, ndugu yenu na mwenzenu katika masumbufu na ufalme na uvumilivu pamoja na Yesu, nalikuwako kwenye kisiwa cha Patmosi kwa ajili ya neno la Mungu na kumshuhudia Yesu. Siku ya Bwana nilishikwa na Roho, nikasikia nyuma yangu sauti kubwa kama ya tarumbeta. Ikasema, unayoona uyaandike katika kitabu, ukakipeleke kwa makanisa 7. Nikageuka nione ilikuwa sauti ya nani iliyosema nami. Baada ya kugeuka, niliona vinara 7 vya mishumaa vya dhahabu, na katikati ya vinara vya mishumaa nilimwona mwenye kuonekana kama mwana wa mtu. Amevaa kanzu ndefu mpaka kwenye visigino na ukanda wa dhahabu kifuani pake. Nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa.
Kumbe yeye akaweka mkono wake wa kulia juu yangu, akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na yeye aliye hai. Nalikuwa nimekufa, lakini kumbe niko hai daima na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Sasa andika ulioyaona, yaliyopo na yatakayo kuweko baadaye. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Kwa kuwa umeniona, Tomaso, umesadiki, asema Bwana. Wenye heri wale wasioona na wakasadiki. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Yohana. Jioni siku ile ya kwanza ya juma, alikuja Yesu akasimama katikati, ingawa mlango wa chumba waliomokaa wafuasi ilikuwa imefungwa kwa kuogopa Wayahudi. Akawaambia, amani iwe nanyi. Baada ya maneno hayo, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Wafuasi wakafurahi walipomwona Bwana. Yesu akawaambia mara ya pili, amani iwe nanyi. Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma nyinyi. Baada ya maneno hayo, akawapulizia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolewa dhambi, wameondolewa. Wowote mtakaowafungia dhambi, wamefungiwa. Lakini Tomaso aitwaye Pacha, mmoja wa wale 12, hakuwapo pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wafuasi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Yeye lakini akawajibu, nisipoona matundu ya misumari mikononi mwake na kutia kidole changu sehemu za misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, sisadiki hata kidogo. Baada ya siku ya 8, wafuasi wake walikuwamo tena chumbani, na Tomaso pamoja na wao. Akaja Yesu
Ingawa mlango ilikuwa imefungwa, akasimama katikati yao akasema, amani iwe nanyi. Kisha akamwambia Tomaso, tia kidole chako humu, tazama mikono yangu, lete mkono wako na kuutia katika ubavu wangu, na usikose imani, bali uwe muamini. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, kwa kuwa umeniona umesadiki. Heri wale wasioona wakasadiki. Sasa Yesu alifanya ishara nyingine mbele ya wafuasi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa mpate kusadiki ya kuwa Yesu ni Masia, mwana wa Mungu, tena kwa kusadiki mpate kuwa na uzima kwa jina lake. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Divine Mercy, Divine Mercy. Divine Mercy. Assalamu alaikum. Unaposema Divine Mercy, you answer, Jesus, I trust in you. Divine Mercy. Sawa, lakini karibuni katika Dominika hii, Dominika ama Jumapili ya Huruma, the Divine Mercy Sunday. Dominika hii ambayo tuadhimisha ni Dominika ya pili baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, masomo yetu yakiwa masomo ya mwaka cha ama mzunguko mduara wa mwaka huu cha. Hivyo leo Jumapili hii, Jumapili ya pili baada ya Pasaka, twasherekea Jumapili ya huruma yake Mwenyezi Mungu. Hivi ningependa tutafakari kwa pamoja kuhusu huruma hii yake Mwenyezi Mungu. Katika kijiji kimoja palitokea mwanamke mmoja ama mama moja ambaye alikuwa na watoto wawili peke yake, ila kwa bahati mbaya, bahati nzuri, watoto hao wakamtangulia katika safari ya imani. Kisa na maana, wakarudisha nyuzi zao kwake yeye mteremezi, wakaipa dunia kisogo. Mama huyu alisalia peke yake, huku akiwa na msichana wake ambaye alikuwa mke wa kijana yake. Waliishi vyema muda huo wote. Akamchukulia mwanadada huyu kama mtoto wake wa pekee. Hivyo basi, mara nyingine wangekuwa na malumbano, lakini mwisho wa siku wangeweza kuafikiana, wangeweza kusikizana. Lakini kuna wakati mmoja mgogoro, maji yalizidi unga, wakarushiana cheche za maneno kweli kweli, mama mkwe na msichana wake, kiasi kwamba yule mama alikuwa anaambia kwamba alimsamehe msichana wake, ila yale aliyoambiwa hadi wa leo anayakumbuka ni kana kwamba yalisemwa leo. Nilikuwa na tamaa mno sana kujua alichoambiwa yule mama. Mama akaniuliza, je, mwanangu, uko tayari nikusimulie yaliyonikumba mimi? Akaniambia hata ingawa alimsamehe, kuna kitu bado ambacho akumbuka kila siku, matamshi yale makali ya kukata moyo aliyosikia kutoka huyu ambaye ni binti yake. Nikamuuliza, je mama, ni kipi ulichoambiwa kwamba kiasi kwamba akikumbuka licha ya kumsamehe? Akaniambia, mko tayari kusikia alichoniambia? Kwa maana yake nimesema mko tayari, wacha niwaambie alichoniambia.
Yule mama aliniambia, huyu msichana wangu ambaye amekuwa mke wa kijana yangu, kuna wakati tulilumbana na kukuwa na sitofahamu kati ya mimi na yeye, na mimi siku zote nimemjua ni mtoto wangu, ni ambaye tuishi naye katika boma hili. Ila wakati mmoja tulipokuwa na malumbano, msichana wangu aliniambia, mwisho wa siku wewe mama, yafaa ujue kwamba mimi na wewe tuliletwa katika boma hili. Sababu hiyo hiyo iliyokuleta boma hili ndio sababu hiyo hiyo iliyonileta katika boma hili. Waweza jaza pengo ni sababu ipi? Lakini wataalamu wasema sababu ya kuongeza idadi. Uliongeza idadi ya watoto, nimeletwa hapa kuongeza idadi ya wajukuu. Jambo hilo lilimkera sana yule mama. Lakini nikamuuliza mama, iwaje ulipata nguvu mwisho wa siku kumsamehe huyu mtoto wako? Akaniambia, pia mimi nilitafakari na kumbuka mara mingi jinsi Yesu Kristo msulubiwa alivyonikumbatia mimi, alivyonisameha mimi. Huruma yake kwa huyu mama kumwona bado yule ni mtoto wake. Jumapili ya huruma. Tunaposherehekea Jumapili hii ya huruma, the Divine Mercy Sunday, mara nyingi unapoiona ishara ama picha ya Divine Mercy, unaona ni picha Yesu Kristo, na kwenye moyo wake kuna miale miwili, moja ambayo ni nyeupe na nyingine ambayo ni nyekundu. Miale hii mieupe yaashiria maji. Maji haya yatukumbusha sakramenti ya ubatizo. Miale nyekundu yaashiria damu yake Yesu Kristo. Miale hii yatukumbusha sakramenti ya Ekaristia, yote kwa ajili ya huruma yake Mwenyezi Mungu. Yule aliyezikwa jana, Papa Francesco, ni mojawapo mapapa ambaye aliamini sana katika huruma, na ndiposa mwaka wa 2016 ulikuwa ni mwaka wa huruma. Manake ni mojawapo wa mapapa walioamini nguvu ya huruma yake Mwenyezi Mungu, nguvu ya huruma yake sisi kwa sisi. Na tunaona Jumapili hii, Jumapili ya huruma, ilianzishwa rasmi na Papa Yohana Paulo wa pili. Hii ni baada ya kujulishwa haya na Mtakatifu Faustina Kowalska kwamba tuwe na Jumapili ya kusherekea huruma ya Mungu. Ndiposa mara nyingi wale ambao ni wana Divine Mercy watakwambia tunasherekea ama tuna rozari ya huruma yake Mwenyezi Mungu, ambaye mara nyingi wataisali saa 9 alasiri, kukumbuka wakati ule Yesu Kristo aliposema Eloi Eloi lama sabachthani, manake Mungu wangu mbona umeniacha? Tukumbuka bado huruma yake Mwenyezi Mungu. Na ndiposa masomo yetu ya leo yote yaashiria, yatukumbusha hii huruma yake Mwenyezi Mungu. Katika somo la kwanza, kitabu cha mitume hawa wamesalia, na leo tuwaona basi huruma yake Mwenyezi Mungu ikiwa katika kazi. Wanafanya haya yote, wanaponya wagonjwa, wanasaidia wasiojiweza, yote kwa ajili yake huruma yake Mwenyezi Mungu. Kwamba Mwenyezi Mungu amewapa kipawa wale wote ambao watasadiki katika matendo yao watapona. Na ndiposa tunamwona Petro hususan katika kitabu hiki akiwaponya wengi, sio kwa nguvu zake, sio kwa ujuzi wake, ila kwa huruma yake Mwenyezi Mungu. Na wana imani kiasi kwamba wanasadiki kwamba si lazima Petro akuguze, si lazima Petro akunyoshie mikono, ila hata ukipata nafasi ya kupitia katika kivuli chake basi umepona. Kama una imani kama hiyo, leo baada ya misa pengine umtafute Father Geoffrey, anapotembea karibu na kivuli chake, utakuwa umepona, kulingana na imani ya hao watu wa Matendo ya Mitume.
Na kama unafikiria Father Geoffrey ni mfupi, kivuli chake kitakuwa kifupi, njoo kwangu, mimi ni mrefu, changu kitakuwa kirefu zaidi. Hivyo basi katika somo ama katika wimbo wa katikati, mzaburi atukumbusha, in English it comes a bit clearly. In English it's your mercy endures forever. Kwa Kiswahili nimeona yatumia jina wema, lakini kwamba huruma ya Mwenyezi Mungu sio huruma kama binadamu. Huruma yake ni ya daima na milele. Hii ndio tafsiri tunayopata katika somo la pili. Katika kitabu cha Ufunuo, Mtakatifu Yohana aonekaniwa na Yesu Kristu mfufuka. Na hapa kilichoniguza mno ni kwamba anapomwambia usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na yeye aliye hai. Yesu Kristu amtokea huyu Yohana. Bado Yesu Kristu ajitambulisha kwamba amefufuka, ameyashinda mauti. Jumapili iliyopita tuliona kwamba walienda kaburini wakapata sanda, lakini mwili haukuwepo, ishara ya ufufuko. Vile vile Jumapili hiyo tulikumbusha kwamba walienda kwenye kaburi wakapata jiwe limebiringishwa, ishara tosha kwamba alikuwa amefufuka. Hivi leo katika somo la pili amuonekania Yohana, ishara kwamba Yesu Kristu ameshinda mauti, hayupo tena kwa wafu, manake amefufuka. Na hii ndiyo taswira pia tunayopata katika injili yetu, Injili kulingana na Yohana. Tuambiwa Yesu Kristo ajitokeza bado kwa wanafunzi wake ili kudhihirisha ufufuko wake kwao wao na wale wengine wote wasiomwamini kwamba mwisho wa siku aliyashinda haya mauti. Na tunaona kwamba ajitokeza mara pili. Mara kwanza ajitokeza pasipokuwa na wafuasi wake wawili, mitume wake wawili, Tomaso na Iskarioti. Na mara ya pili ajitokeza miongoni mwao, Tomaso akiwa. Kwa mara ya kwanza alipojitokeza Tomaso asipokuwa, wanafunzi wake walimwambia Tomaso, tumemuona Bwana, yu hai, amefufuka, ameyashinda mauti. Lakini Tomaso hakusadiki, hakuamini, kiasi kwamba alisema, pasipo mimi kuguza vile vidonda sisadiki hata. Je, mimi na wewe tuamini kwamba aliyashinda mauti? Kitu cha pili, tuna kwamba walikuwa wamejifungia katika chumba, ila mwisho wa siku Yesu Kristu alikuwa miongoni mwao. Je, pasipo na kuvunja mlango, pasipo na pengo lolote la kuingia katika jumba hilo, ilikuwaje Yesu Kristu mwisho wa siku alikuwa miongoni mwao? Kumbe Yesu Kristu alikuwa na mwili uliotukuka, a glorified body. Wakristo wapenzi, licha ya sisi kuwa na changamoto zetu za kibinafsi, kuona tuko sehemu fiche ambao Mwenyezi Mungu hawezi tufikia, leo tuambiwa Mwenyezi Mungu yupo na sisi. Mitume hao walifunga milango kwa ajili ya uoga, kwa ajili ya sitofahamu, na hata wengine kwa ajili ya kutomsadiki kwamba amefufuka. Lakini Yesu Kristo alijikuta miongoni mwao, ishara kwamba licha ya matatizo yetu, Yesu Kristo kila siku daima yuko nasi. Kwa nini? Kwa sababu ya huruma yake Mwenyezi Mungu. Na ndiposa anawaambia hawa mitume leo, wale wote mtakao wasamehe dhambi zao wamesamehewa. Hivi leo tuna sakramenti nyingine ikizinduliwa, sakramenti ya kitubio. Yote ni kwa ajili ya huruma yake Mwenyezi Mungu. Unaposoma kitabu kuanzia mwanzo, tuomba kuona kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba mtu kwa sura na mfano wake, akampa majukumu na akampa uhuru. Lakini mwisho wa siku huyu binadamu alitumia uhuru wake kutotekeleza majukumu aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Hapo tunaona basi Mwenyezi Mungu hakuchoka naye, huruma yake Mwenyezi Mungu, kiasi kwamba anamtuma mwana wake wa pekee ili kuleta uridhiano, kuleta amani kati ya mtu na Mwenyezi Mungu.
Isitoshe, Jumapili ya huruma nilivyowaambia, ile miale ambayo ni mieupe ni miale ambayo yaongezea ubatizo wetu, maji katika ubavu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika sakramenti ya ubatizo bado tunaiona huruma yake Mwenyezi Mungu, kwamba katika sakramenti hii ya ubatizo tunaondolewa dhambi ya asili. Huruma yake Mwenyezi Mungu. Na vile vile leo tuona huruma yake Mwenyezi Mungu, manake binadamu kila kuchao tu wadhaifu, na basi tunaingia katika dhambi. Anatupa sakramenti nyingine, sakramenti ya kitubio. Na sakramenti ya kitubio bado ni sakramenti ya huruma yake Mwenyezi Mungu. Wakristo wapenzi, je, sisi tunao huruma ambao tuonyeshwa na Mwenyezi Mungu? Unaposoma Injili kulingana na mwinjilisti Luka, atuambie, nawe kuwa na huruma kama vile Baba yako wa mbinguni aliye mwingi wa huruma. Be merciful as your heavenly Father is merciful. Hivi leo sisi sote tunaitwa tuweze kuwajibika mwito huu wa huruma. Mara nyingi utapata si binadamu, mimi na wewe, wale watu wengi ambao mara nyingi wameonyeshwa huruma, mara mingi wameonyeshwa huruma na watu wengi, mara nyingi hao ndio watu ambao hawana huruma kwa wenzao. Hata unapoisoma Injili kulingana na Mathayo, unamkumbuka yule bwana na mjakazi wake ambaye basi alificha talanta, na mwisho wa siku aliporejea, bwana akamwambia talanta ziwapi? Alikuwa na deni ya bwana wake, ila akamwambia, bwana nisamehe, manake sina uwezo. Yule bwana alikuwa amekata kauli kwamba atamuuza yeye na mkewe na wanae ili aweze kulipa ile talanta, lakini akamwambia, bwana, mimi mtumishi wako naomba uniwe radhi, sina uwezo wa pesa kama hizo. Baada ya hapo, hata kabla ya kuku kumeza punja, amemwendea rafiki yake ambaye alikuwa na mdai pesa kidogo kulinganisha na ile alidaiwa awali, lakini tunamuona anamshika koo, anamwambia, ni sharti, ni lazima unilipe deni langu. Mojawapo wale wajakazi akaona kwamba jambo hili alistahili na alifahili, basi akamkimbilia mkubwa, akamwambia, hey bwana, yule mtu uliyemsamehe dhambi zake kwa ajili ya deni lako anamshika koo mwenzake kwa ajili ya pesa kidogo mno. Alihurumiwa, lakini mwenyewe hangeweza kuwa na huruma kwa ajili ya mwenzake. Wakristo wapenzi, hivi leo twaitwa kuwa watu wenye huruma. Wajua, mara nyingi utapata sisi tulio hapa mjini siku leo kwa heshima yake Mwenyezi Mungu, pengine kuna uwezekano ulipotoka kijijini hata wazazi wetu hawakuwa na uwezo, pengine ilimchukua ama ilimgharimu wanakijiji wakae pamoja, wale kina mama wazee waweze kushanga shilingi 10, shilingi 50, 1000 ili basi pengine uweze kuingia katika chuo kikuu. Na walitoa kwa moyo wao huruma, walijinyima kwa udogo wao, uchache wao, ili basi mimi na wewe tuweze kwenda katika chuo kikuu. Bahati mbaya au bahati nzuri, ukaenda kwenye chuo kikuu ukafanikiwa. Hivi leo wewe ni mtu tajika, hivi leo waheshimika. Kisa na maana, kuna watu kijijini walijinyima kwa ajili yako wewe kufanikiwa. Lakini mara nyingi unapofanikiwa, je, wakumbuka hata wale waliokusaidia? Hamna. Ila hata mara nyingi sisi ambao tumesaidiwa na wanavijiji kuja mjini, mara nyingine hata huwa tunaogopa kurudi kijijini. Kisa na maana, huko kuna wachawi. Wale waliokusaidia kufanikiwa leo wamekuwa nini? Wachawi. Kina mama waliochakaa leo, manake walijinyima wewe kuwa mjini. Unasema ukienda kule kijijini hawana kazi au ni ombaomba. Hauna huruma kwa wale wote waliokusaidia kwa njia moja ama nyingine, ukakuwa kitu ambacho ulicho wewe sasa. Mwenyezi Mungu akakubariki, pengine una gari. Unaporudi kijijini hata utaki kushukisha kioo cha gari. Kisa na maana,
wale wamama wanakaa wataniroga. Wao walikusaidia walikajinyima kwa ajili ya huruma yao wewe kuwa mjini. Ni kweli binadamu tu tofauti, na mara nyingi binadamu ukiwa nacho marafiki watakupenda, watakusifia. Ukikosa watakucheka pasipo na kukusifia, na pia ukipata kuwazidi watakusema na watakuchukia. Hali yetu binadamu. Lakini je, mwisho wa siku huruma yetu iko wapi? Mimi na wewe hivi leo tukumbusha tunaposherekea Jumapili hii ya huruma kwamba tuwe watu wenye huruma, tuwe wepesi wa kuwasamehe wenzetu. Kikubwa mno tunachojifunza katika Jumapili hii, Yesu Kristo aliwaambia, amani yangu nawapa, na tukae kwa amani, msamaha na huruma. Ndiposa katika misa utasikia tupeane amani, na mwisho wa siku utasikia nendeni kwa amani. Ile misa ya Jumapili 2 zilizopita niliwaambia Kristo kuhusu falsafa ya tate tito tu, na naomba kukumbusheni Yesu Kristo mfufuka. Leo mwatumwa kutangaza injili ya Yesu Kristo mfufuka, na mnapotangaza hii ya injili ya Yesu Kristo mfufuka, teteeni hiyo injili mnayoitangaza kwa kutimiza wajibu wa hiyo injili, na bila shaka mtoe ushuhuda kuhusu hiyo injili mnayo sadiki, na mwisho wa siku sakramenti ya kitubio, tubu ukitenda dhambi. Falsafa ya ta te ti to tu. Hivyo tuombe Mwenyezi Mungu atujalie amani katika maisha yetu, hususan kipindi hiki tunapoadhimisha na kusherekea Jumapili hii ya huruma. Mwisho wa siku sisi sote tumeumbwa kwa sura na mfano wake Mwenyezi Mungu. Hivi majuzi binti moja ambaye basi ana ndoa aliniambia kwamba amshukuru Mwenyezi Mungu, manake amemwona Mwenyezi Mungu katika sherehe hizi za Pasaka na hata Juma Takatifu. Nikamuuliza kivipi? Akaniambia alimuuliza mmewe, je, mme wangu una mipango ipi ya Pasaka? Mme wake akamjibu akamwambia, mke wangu sina mipango yoyote, labda nifanye kama Yesu Kristo, nipotee Ijumaa nirudi atapofufuka Jumatatu. Bibi akashangaa, da, mambo gani haya? Mke akumfokea, mke naye akamwambia, hata mimi sina mpango, ila naweza fanya kama Maria, nirejee na ujauzito pasipo na mme wangu kuhusika. Tagia hiyo siku mme aliamua kubaki nyumbani hadi wa leo. Amani ya Bwana iwe nanyi. Tusimame tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa na Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila Mungu, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumba. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu wa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho.
na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana namleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii, na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Bwana mfufuka alijaza mioyo ya wafuasi wake furaha kubwa alipowatokea na kuonyesha mikono na ubavu wake uliotobolewa. Tumwendee Baba na kumuomba ili kukutana kwetu na Bwana mfufuka na huruma yake katika Ekaristi hii kizidisha imani yetu na tamaa letu la kuwa mashuhuda wa ukweli wa ufufuko wake. Kwa furaha tunasema, Kristo yu hai, uhai wetu utuokoe. Ili wabatizwa wote kushirikiana na maaskofu, mapadri na mashemasi wagundue tena furaha ya kuzaliwa upya, wakiwa na matumaini hai katika ufufuko wa Kristo. Ili wote waliopoteza imani yao wahusishwe na kuimarisha wanapokutana na Kristo mfufuka, kama Tomaso wapate kumwamini. Ili sote tunaofurahia ufufuko wa Bwana tujazwe na huruma, furaha na amani yake katika adhimisho hili, na kupeleka zawadi hizi kwa watu tunaokutana nao juma hili. Sala ya kutangaza mwenye heri mtumishi wa Mungu Kardinali Maurice Michael Otunga. Mungu, ulimpa nafasi mtumishi wako Kardinali Maurice Michael Otunga neema ya kuwa mchungaji na mfano mwema katika huduma ya kanisa, na kufanya ishara ya unyenyekevu na upendo kwa maskini na wasiojiweza katika jamii, wakati huu wakijinyima na kujitenga na nasa za dunia. Kusihi ukubali ili tupate kujifunza pia kuitikia kwa uaminifu na mahitaji ya wito wa Kikristo, kugeuza nyakati zote na hali ya maisha yetu kuwa nafasi ya kukupenda wewe na jirani zetu kwa furaha na wema wa kutumikia ufalme wa Mungu kwa unyenyekevu. Tunakuomba umtegee mtumishi wako Kardinali Otunga sehemu katika utukufu wa mbinguni, ambayo ni ahadi kwa wale waliokutumikia vyema. Kupitia kwa maombi yake, libariki kanisa, nchi yetu, familia zetu, na utujalie neema tunayoomba kwa unyenyekevu, hasa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sala ya Jubilei. Bwana wa mbinguni, imani uliyotupatia kupitia kwa mwanao Bwana wetu na ndugu yetu Yesu Kristo, na mwali wa ukarimu uliowasha mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, ziamshe upya ndani yetu tumaini lenye baraka lako na ujio ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo ziweze kutufanya upya kutoka kwa ndani ubinadamu wetu na ulimwengu wote katika matarajio na uhakika wa mbinguni mpya na nchi mpya, ambapo nguvu za uovu zikiangamizwa, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilei na iwe washomoyo ndani yetu, mahujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni. Na neema hiyo ieneze furaha ya amani ya mkombozi wetu duniani kote. Kwako Mungu wetu, unayetukuzwa daima, utukufu na sifa milele na milele. Amen. Baba, huruma yako ni kubwa na upendo wako kwetu sisi umefunuliwa katika ufufuko wa mwanao kutoka kwa wafu. Liimarisha kanisa lako katika imani, ili wabatizwa wote wawe tayari kuungama bila uoga kwamba Yesu ni Bwana wa Mungu wao, anayeishi na kutawala milele na milele.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mkononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, ya mafaa yetu sisi kanisa lake. E Bwana, tunakuomba uvipokee vipaji wanavyokutolea watu wako, ili wakiisha kufanywa wapya kwa kuliungama jina lako na kwa ubatizo, wapate kuifikia heri ya milele. Kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Kutukuza kila wakati, e Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristu Pasaka wetu ametolewa sadaka. Kwa njia yake watoto wa nuru wanazaliwa katika uzima wa milele, na waamini wanafunguliwa makao ya ufalme wa mbinguni. Kwa kufa kwake tumekombolewa katika kufa kwetu, na katika ufuko wake uzima wa wote umefufuliwa. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho. E Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristu, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza. Wala uache kukusanya watu kwako, ili toka mioyo ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi, e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristu, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Toeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru,
alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, toeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba, Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Filipo Anyolo, askofu wetu, maaskofu wake wasaidizi Daudi na Simoni Petro, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioiita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, tutie katika vishawishi, lakini utuokoe. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo.
ufalme ni wako na nguvu. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani nawaachieni, amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana mfufuka iwe daima nanyi. Amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itakuwa mwina. Damu ya Kristo tulinde tupate uzima wa milele.
Kristo. Leta mkono wako na kuutia katika ubavu wangu, na usikose imani, bali uwe mwamini. Aleluya. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba utujalie ili sakramenti ya kipasaka tulioipokea
iendelee kufanya kazi daima katika roho zetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuketi tuyasikilize matangazo. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Karibu kwa matangazo ya leo, Dominika ya Huruma ya Mungu tarehe 27. Leo na Jumapili ijayo ni Jumapili zetu za kutoa zaka au fungu la 10. Bahasha za zaka zipo kwenye viti vyetu na kwenye pigeon boxes. Pia unaweza kutoa zaka zako kupitia njia ya M-Pesa, paybill number 527500. Baada ya matangazo, waliotoa zaka watajongea hapa mbele ili zaka yao ibarikiwe. Mungu abariki kazi ya mikono yenu na familia zenu. Mkutano wa Parish Pastoral Council PPC yetu inafanyika leo kuanzia saa 5:30 asubuhi kwenye ukumbi wetu mkuu. Viongozi 5 wa kila kikundi cha parokia wanapaswa kuhudhuria. Leo kikundi cha Holy Family Minor Basilica Self-Help Group kinafanya uhamasisho kuhusu huduma zao na pia kinasajili wanachama wapya nje ya kanisa. Tunawahimiza Wakristo wetu kujiunga na sako hii ili kujiendeleza. Kwa maelezo zaidi, tembelea meza yao nje ya kanisa. Wiki hii tutasherehekea kumbukumbu ya Mtakatifu Catherine wa Siena siku ya Jumanne, kumbukumbu ya Mtakatifu Athanasius siku ya Ijumaa, na sherehe ya watakatifu Philip na James mitume siku ya Jumamosi. Vijana wetu wa Youth Serving Christ watafanya recollection yao Jumamosi ijayo, kisha watakuwa commissioned Jumapili ijayo kwenye misa ya saa 5:30 asubuhi. Siku ya familia ya Dekania ya Kati itaadhimishwa Jumamosi tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu hapa kwetu Holy Family Minor Basilica. Maadhimisho haya yatakuwa na umuhimu wa kipekee. Kwanza, wanandoa wanaosherehekea miaka 25 katika ndoa zao, Silver Jubilee, watatambuliwa na kusherehekewa. Hawa ni wanandoa waliopata sakramenti ya ndoa takatifu kati ya Januari na Desemba mwaka wa 2000. Pia wanandoa wanaosherehekea miaka 50 katika ndoa zao, Golden Jubilee, watatambuliwa na kusherehekewa. Hawa ni wanandoa waliopata sakramenti ya ndoa takatifu kati ya Januari na Desemba mwaka wa 1975. Wanandoa watapata fursa nzuri ya kufanya upya viapo vyao vya ndoa na watapata baraka maalum. Tunaalika familia zote na marafiki kuungana nasi kama mashahidi wa hatua hizi muhimu katika maisha ya ndoa. Tunahimiza wanandoa wote husika wajiandikishe kwenye ofisi ya parokia. Bahasha za Pasaka zipo kwenye viti vyetu na kwenye pigeon boxes. Chukua bahasha na uirudishe na matoleo yako. Ubatizo wa watoto wachanga hufanyika kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, ukitanguliwa na mafundisho kwa wazazi na wasimamizi. Mafundisho hayo hufanyika kila siku ya Alhamisi saa 11:30 jioni.
Wazazi wanashauriwa wachague majina ya watakatifu ambao yanapendekezwa na kanisa. Ili kujiandikisha, tembelea ofisi ya parokia. Siku ya Alhamisi itakuwa sikukuu ya kitaifa, Labor Day. Misa itakuwa moja tu saa 3 asubuhi. Hakutakuwa na maungamo na pia hatutakuwa na huduma za ofisi. Tangazo la ndoa. John Raphael Mutanda, mwanaye John Mutanda na Mary Kakai Mutanda anayeishi Nairobi, angependa kufunga ndoa takatifu na Ivy Ayeko Mogaka, bintiye Cornelius Nyabuti na Janet Achieng Nyabuti anayeishi Nairobi. Yeyote ambaye ana kizuizi kwa ndoa hii anapaswa kumjulisha baba paroko au padre yeyote anayefanya kazi katika parokia hii. Kwaya yetu ya BMC leo watakuwa na hafla ya Pilgrims of Hope concert kutoka saa 9 hadi saa 11 jioni katika ukumbi mkuu. Tiketi kwa watu wazima ni shilingi 800, wanafunzi shilingi 350 na watoto 150. Nyote mnaalikwa. Sasa ningependa kualika washirika wote ambao wametoa fungu lao la 10 wajongee mbele wapate baraka kutoka kwa padre. Pia wanapojongea mbele, ningependa kuwaita wale wote waliozaliwa mwezi wa 4, April babies, na wanafunzi wote ambao wanarudi shule kutokea kesho, wajongee mbele ili waweze kupata baraka kutoka kwa padre. Misa hii imeandaliwa na Jumuiya ya Mtakatifu Francisco wa Asisi ikisaidiwa na St. Jude, na wanawaalika wote wanaotoka mitaa ya Golf Course, Ngumo, Kemri, Highview na hawako katika jumuiya kujiunga nao ili waweze kutembea pamoja katika safari ya imani. Muwe na Jumapili njema. Wote waliotoa zaka, tafadhali kwa sababu ya masaa mkajonge mbele. Taomba tuweze kusimama wote. Najua umeshachukua pay bill, mtalipa baadaye. Almighty and gracious God, we pray for your blessings today as we come to give you our tithes and offerings. We ask that you would bless us in return, cause the windows of heaven to open and pour out showers of blessings as you promised. Bless our jobs and businesses with prosperity, so that we may keep earning money to support not only our families, but your kingdom's work. O God, we know that you promise to bless us financially, so that we can bless others too. So fulfill your word in our lives today. And may the blessings of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Asante. God bless you. God bless you. Asante. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you. Waliozaliwa mwezi wa 4 na wanafunzi, muje nyote kwa pamoja kwa sababu ya masaa.
Tuombe. Bwana, watazame hawa watumishi wako waliozaliwa siku mbalimbali mwezi huu wa 4, wanapokushukuru kwa ajili ya zawadi ya uhai ambao umewajalia. Wanaomba pia baraka yako ikaweze kukaa nao, wajalie na kuwakinga na kila baya, wajalie afya njema ya mwili na roho, na ili maisha haya yawe ni maisha ya kukuogopa wewe na kutumainia wewe. Wabariki pia wanafunzi hawa walio hapa mbele zako, Bwana. Wanapojiandaa kurudi shuleni, wajalie kuelewa na kufahamu watakayoyashika. Na zaidi ya hayo, Bwana, ukawajalie na hekima inayotoka kwako. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima na milele. Tunaomba wanaosherehekea birthday mzeeke kwa neema. Asante. God bless you. Thank you. Ndio nichukulie maji. Asante. God bless you. Tunawashukuru, na pia wanafunzi mkirudi mrudi vizuri, si ndio? Ama mungetaka holiday iendelee? Endeni mkasome bwana. Sawa sawa. Tusimame kwa baraka. Bwana awe nanyi. Tuinamishe vichwa kwa ajili ya baraka. Mungu Mwenyezi awabariki tunapoadhimisha siku ya sherehe ya Pasaka, na kwa rehema yake awakinge na kila shambulio la dhambi. Yeye ambaye kwa ufuko wa mwanaye pekee anawafanya upya kwa ajili ya uzima wa milele, awajalie tuzo za milele. Nanyi mnaadhimisha furaha ya sikukuu za Pasaka, baada ya kumaliza siku za mateso ya Bwana, mjaliwe kufika kwa moyo mchangamfu kwenye ile sherehe ya furaha isiyo na mwisho. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima na milele. Misa imekwisha. Sasa mwatumwa kuishi Injili. Haleluya, haleluya.